na vitu vingine kama hivyo. Tunazungumzia, nianze kwa kusema, tunapozungumzia jubilei kuu tunamaanisha nini? Ni kipindi cha miaka 25 ama miaka 50. Na katika kipindi hichi ni kipindi ambacho ndani ya hicho kipindi cha miaka 50 ama miaka 25, manake hichi tulichokuwa nacho ni miaka 25. Jubilei kuu ya mwisho ilifanyika baada ya miaka 25. Na ndio maana tulivyoitwa sasa katika baada ya miaka hii 25 tunazungumzia jubilei kuu, tuchukue fursa tuweze kuifanyia haki. Hatujui baada ya miaka 25 utakuwa wapi, hatujui. Hatujui unapofanya tafakari miaka 25 iliyopita, ile jubilei nyingine iliyopita ulikuwa wapi, hatujui, kwa sababu maisha tuliyokuwa nayo sio marefu. Mlango wa rehema unapofunguliwa ufanyie kazi hapo hapo. Wengine hujui kwamba utakapokuwa umetoka hapa ndio mwisho wa kushiriki maazimisho. Leo hii huwezi ukajua, kwa sababu haya ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Kukesha sio kukesha kutokulala usingizi. Kukesha ni kutengeneza mawasiliano yako yakawa hai baina yako wewe na Mungu. Iko hivyo. Na ndio maana katika namna ile tumekwenda kuhitimisha, tukala na kiapo kabisa kwamba yale tuliyojifunza kule mwisho wake lazima yaweze tuyadailuti, yaingie kwenye maisha yetu. Kwamba lazima naahidi mabadiliko, sio tu kwa maana hivi hivi, mabadiliko ni lazima. Tukashika na mkuki, viongozi wakashika kwa niaba yenu na tukala kiapo. Hilo ni jambo kubwa na la msingi, lina hadhi ya kinaziri, kwamba utakapokengeuka Mungu atakushughulikia. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Sasa katika jubilei hii kuu tunasema ni lango la rehema. Lango la rehema limefunguliwa, maana yake kanisa na waumini wake kwa ujumla tunapita katika kitu kinachoitwa majiundo. Sema majiundo. Sema majiundo. Majiundo. Katika majiundo hayo sasa ni majiundo ya kukutengeneza katika mishale uliopigwa ya miaka 25 ndani ya imani yako. Umepita kwenye milima na mabonde, sasa unafanya tathmini ambapo ujiulize ni wapi ulipofaulu, wapi ulikofeli. Unapojiuliza katika majiundo hayo, ni wakati wa kumkaribia Mungu katika mambo makubwa matatu. Kumkaribia Mungu kwa jambo la kwanza, kumwomba msamaha. Mungu, ninakuomba unirehemu, ninakuomba unisaidie. Kumkaribia Mungu katika jambo hilo. Lakini sio hivyo tu, kujisahihisha. Tayari umeshaomba rehema kwa Mungu, lakini unakuja kujisahihisha. Katika miaka 25 niliyopita, kuna baadhi ya sehemu kwangu ilikuwa ni kikwazo. Unajisahihisha, maana yake tayari ndani ya jubilei hii kuu umepitishwa wewe kuweza kujitambua, kuweza kujirudi. Ni wapi nilikojikwaa? Kilema changu ni nini? Changamoto yangu ni nini? Udhaifu wangu ni nini? Unapojirudi namna hii sasa, ndio sasa wewe unajirekebisha. Maana yake unakwenda mbele za Mungu, lakini ukiahidi kujirekebisha. Ninaanza kidogo, utanielewa tu. Lakini jambo la tatu, kuahidi kwamba sasa baada ya hii miaka 25 nimeshajitengeneza, lakini kuahidi kutembea katika nuru ya Kristo. Kutembea katika nuru ya Kristo. Miaka 25 iliyopita, manake nilitembea kwenye giza. Mabonde, milima nilikabiliana nayo, changamoto zile zikanishinda. Lakini sasa jambo la tatu, kuweka ahadi kwa Mungu kwamba sasa nitatembea katika nuru ya Kristo. Kutembea katika nuru ya Kristo ni namna ya kujua maelekezo yakoje. Kristo ananitaka nifanye nini? Mama kanisa ananitaka nifanye nini? Hayo ndio mambo makubwa matatu ambayo tunapotafakari juu ya jubilei kuu ni miongoni mwa mambo ambayo yatufikirishe. Sio hivyo tu, katika namna ya kwanza kujirudi, kujitizama, kuingia kwenye haya majiundo, sura kubwa ambayo mama kanisa
anatualika nayo ni toba na msamaha. Toba na msamaha. Na ndio maana leo tunaambiwa lango la rehema limefunguliwa. Kuna kitu kinachoitwa rehema kamili. Kitu kinachoitwa rehema kamili. Niliulizwa swali na vijana, jamani unaposema sasa rehema kamili inapatikana, ina maana huko nyuma tunakwenda kuungama, tunapewa malipizi, hatupati rehema kamili? Hatupati rehema kamili? Jibu, tunapata rehema kamili. Lakini utofauti wa rehema kamili ambazo ni special zinakuwa ni nini? Kwamba leo hii kuna baadhi ya makosa, hata kama umekwenda kutubu, kuna baadhi ya makosa madogo madogo ambayo yanatupelekea badala ya kwenda moja kwa moja mbinguni, inakulazimu wewe uwekwe sehemu ya kutakaswa, sehemu inayoitwa purgatorio ama twaharani. Sehemu ambapo bado utahitaji sala za Wakristo wenzako, utahitaji sala nia za aina mbalimbali wakimwomba Mungu ili akusaidie usafishwe. Unaposoma hilo katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza na aya ya 7, imezungumzwa habari ya dhahabu inapopita katika moto. Bahati nzuri nimekaa kidogo kwenye sekta ya madini, ninayafahamu vizuri. Madini yanapotolewa kwenye processes zile, hayaendi moja kwa moja sokoni. Yanapita kwenye moto kwanza. Moto unatenga uchafu na kapembeni, alafu na ile dhahabu yenyewe cream inakaa mahala pake, inang'aa kuliko kawaida. Sasa ndio unatoka, sasa imeshang'aa ile dhahabu, ndio unapeleka kwenye kipimo kwenda kupima, hii ni gramu kadhaa, alafu ndio unahesabiwa hela zako, unaondoka. Sasa Mtume Petro anafananisha juu ya dhahabu inapopita kwenye moto huwa inang'aa sana, ambapo kwa Wakristo sisi tunafananishwa maisha yetu kama vile ni dhahabu inapopita kwenye moto. Hata kama umekwenda mbele za Mungu ukamwomba Mungu toba na msamaha, kuna wakati mwingine kuna vizambi vidogo vidogo vinakuwa kama uchafu kwenye dhahabu. Vinakuwa ni kama uchafu ambapo huwezi wewe ukaenda moja kwa moja kumuona Mungu mpaka ukae sehemu utakaswe, usafishwe. Lakini unasafishwa kwa nini? Sio tena kwa moto, kwa sala, kwa maombi, kwa nia ambazo wenzako wanaomba kwa niaba hiyo. Maandiko yameeleza hilo. Lakini sasa hayo ni pale ambapo tunapokaribia kwenye kitubio, tunakwenda kuomba msamaha hivyo. Lakini tunapopata rehema kamili, maana yake msamaha unapotangazwa, unapokufa leo, swala la kwenda toharani kwako ni historia. Utasikia tu kuna watu wako toharani na vitu vingine, lakini wewe kwako ni historia. Kwa nini? Ni kwa sababu kwako rehema kamili, mlango wa rehema umefunguliwa na ukautendea haki. Sasa fursa hii ni Wakatoliki wachache wanaifahamu. Ukitaka kujua kwamba haifahamiki, nenda kwenye maadhimisho kila Dominika, ama hata hapa azimisho litaongozwa hapa. Sikiliza tunapoimba wateule wa Bwana. Wateule wa Bwana, karibuni mezani pake, Bwana awaalika enyi wenye moyo safi. Wateule wanapishwa kwenye mabenchi, wanakwenda mbele kupokea. Wale ambao sio wateule wanabaki kwenye mabenchi. Sasa unajiuliza, jamani lango la rehema limefunguliwa, nyinyi hamjaona? Ni kipimo, wala uendi mbali. Ndio miaka dahari, miaka 5, miaka 10. Dhambi gani hii ambayo huendi kuungama? Manake ni dalili kuonyesha wazi kwa maana hili lango la rehema kwako bado halijafunguliwa, hujaona maana yake. Na mababa wameeleza na kueleza, hija zinaitishwa, tunakumbushwa, lakini bado tumeshupaza shingo zetu. Iko hivyo. Msamaha, tunapotafakari jambo hili, maana yake tunakwenda kwenye sura ya kimsamaha. Sawa, lakini ili tuweze kufikia malengo hayo, ni mambo gani ambayo tunayopaswa kuyafanya? Jambo la kwanza ni toba, maana yake kwenda kuungama. Jambo la pili, kutembea na nia za Baba Mtakatifu.
Sasa utaniambia aliyekuwepo amefariki. Kiti kipo. Kiti bado kinaendelea. Mamlaka bado ipo. Leo tuna Baba Mtakatifu Leo wa 14. Maana yake kwa maana kiti bado kinaendelea. Mang'amuzi bado yanafanyika na nia za Baba Mtakatifu ziko nyingi. Miongoni mwa nia hizo ni kuombea dunia, kuombea familia, kuombea amani, kuombea watoto, kuliombea kanisa kwa ujumla. Sasa umeshakwenda kwenye kitubio, lakini unaungana na Baba Mtakatifu katika nia hizo za kuombea dunia, kuombea familia, kuliombea kanisa, amani katika nchi mbalimbali. Maana yake hapo sasa ile rehema inapotangazwa, mababa wanapotangaza rehema, na wewe ni miongoni mwa watu ambao upo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Iko hivyo. Lakini swali na kwenda kwenye kitubio, na kwendaje kwenye kitubio? Lazima hapa tueleze. Tunakwenda kwenye kitubio, kwenye maungamo. Lakini je, tunakwendaje? Katika sakramenti ya kitubio ambayo yenyewe ni sakramenti, haitolewi bila kuhani. Nianze kueleza hapo. Maana uzuri moja, si hatu walei tunapozungumza haya mambo ni kana kwamba tunakwenda tukijibu na maswali ambayo huwa tunaulizwa. Kwa Wakatoliki tunapozungumzia juu ya sakramenti, hakuna sakramenti bila kuhani. Na unapozungumzia juu ya kuhani, unazungumzia daraja takatifu. Kumbe sakramenti ya kitubio inakwenda na daraja takatifu, ambapo nani ameweka? Ni Kristo Yesu mwenyewe. Unaposoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 20 na aya ya 21. Injili ya Yohana sura ya 20 aya ya 21. Maandiko yanasema hivi: kama vile Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Kisha akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wamefanyaje? Wowote mtakaowafungia dhambi wamefanyaje? Wamefungiwa. Anayesema maneno hayo ni Kristo Yesu mwenyewe. Maana yake ni nini? Kwamba amewapa mamlaka ya kufunga na kufungua. Unapokwenda kwenye maungamo, huendi kumuungamia mtu, unakwenda kumuungamia Kristo. Na unapoondolewa dhambi, anayeziondoa dhambi zile ni Kristo. Bahati mbaya Wakatoliki baadhi yetu hatuendi kuungama. Na unapoulizwa, bwana mbona uendi kuungama? Siwezi kwenda kuungamia mwanadamu mwenzangu na yeye ana dhambi kama mimi. Wamekaa wametulia majumbani, hawaendi kuungama. Hawaendi. Sababu ni nini? Kuhani mwazimishaji anapimwa kibinadamu. Lakini wengi unapoingia kwenye maandiko sasa wameeleza vizuri. Waraka kwa Ibrania ile sura ya 5. Waraka kwa Ibrania sura ya 5. Waraka kwa Ibrania sura ya 5. Neno la Mungu linasema kila kuhani mkuu aliyeteuliwa na Mungu ameteuliwa katika wanadamu. Kila kuhani mkuu aliyeteuliwa na Mungu ameteuliwa katika wanadamu, ili alete upatanisho wa dhambi zao. Na ukiendelea na hayo maandiko, wameteuliwa katika wanadamu kwa sababu wanashiriki udhaifu pamoja. Maana yake huyu ni mwanadamu mwenzetu, katika yeye ameteuliwa awe ni connector baina ya wewe na Mungu.